Chama cha Ukombozi wa Umma almaarufu kama Chaumma kimefikia hitimisho kwa katibu mkuu wa chama hicho cha Chaumma, hapa tukizungumzia Salum Mwalimu, ambapo chama hicho kimeweza kumvua nafasi ya ukatibu mkuu na kuweza kumng'oa katika ukatibu mkuu wa chama hicho kufuatia zile tuhuma ambazo alikuwa anatuhumiwa nazo za kusifia vitu ambavyo chama cha Ukombozi wa Umma Chaumma hawajakubaliana. Yaani chama hicho kimesema kwamba walipokuwa wakitoa misimamo ya chama, yeye Salum Mwalimu alikuwa ni kwenda na kupindisha, ambapo waliweza kutolea mifano baadhi ya kwamba Salum Mwalimu kipindi Chama cha Mapinduzi kimeshinda, yeye alikuwa ni mtu wa kwanza ndani ya chama hicho kuweza kusifia ushindi wa CCM, lakini pia alienda kusifia kile ambacho tume aliweza kuunda Rais Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe 23 mwezi wa 4 ilikuja kutoa ripoti yake ya kile ilichoenda kuchunguza kuhusiana na matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Salum Mwalimu alisifia tume hiyo na kile walichoweza kukitoa, lakini imekuja kubainika kwamba chama hicho cha Chaumma ulikuwa sio msimamo wake. Yaani kile ambacho alikisema katibu mkuu huyo Salum Mwalimu ulikuwa sio msimamo wa chama, bali ulikuwa ni msimamo wake binafsi, na yale ambayo alienda kusifia ushindi wa CCM ilikuwa sio msimamo wa chama, bali ilikuwa ni msimamo wake binafsi. Je, maswali yanaobaki kujiuliza vichwani mwa watu wengi, je, mtu huyu Salum Mwalimu alienda pale kwa Chaumma kwa mpango gani? Au alikuwa ni ajenda maalum ya kwenda pale katika chama cha Ukombozi wa Umma? Tutakujua huko mbeleni ni yapi yaliweza kujiri. Sasa twende moja kwa moja tukajue ni kipi kilichoweza kujiri katika kikao ambacho kiliweza kukaa kwa siku ya jana cha kuweza kujadili hatima ya mtu huyo. Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Ukombozi wa Umma Chaumma kwa sauti moja imepitisha azimio la kumvua madaraka na kumsimamisha mara moja aliyekuwa katibu mkuu na mgombea wa urais wa mwaka 2025 Salum Mwalimu kwa makosa ya matumizi mabaya ya fedha na kutokuwa na uwazi kwenye mapato na matumizi ya fedha ya ndani ya chama na kubadilisha misimamo ya chama kwa utashi wake na matakwa yake binafsi. Na kushindwa kuheshimu uongozi pamoja na kuendesha chama mithili ya mali yake binafsi. Uamuzi huo mgumu umefikiwa siku ya Jumanne mnamo Juni 30 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam, ikiwa ni saa chache baada ya Salum Mwalimu kuandika barua ya kwenda kwa mwenyekiti wa chama hicho taifa, Mzee Ashim Rungwe, akitaka kujiweka pembeni ili kuepusha uchunguzi na kumteua Benson Kigeila kukaimu nafasi hiyo. Hata hivyo, vyanzo vya kuaminika vimeambia chombo chetu kuwa barua hiyo ya Mwalimu imetupwa kwenye pipa la takataka na wajumbe wakitaja kuwa ni mtuhumiwa, hana mamlaka ya kikatiba ya kujipangia adhabu wala kumteua mtu kwa kuweza kukaimu nafasi yake. Hivyo kikao hicho kimeamua kumfukuza rasmi kwa kula zote za wajumbe 31 na kumpa muda wa kuweza kukabidhi mali zote za ofisi. Jumatatu mnamo Juni 29 mwaka 2026, Sekretarieti Kuu ya Taifa ikiongozwa na Benson Kigeila, Edward Kinabo, Ismail Kangete, Aisha Madoga na Mohamed Pume waliwasilisha petition, yani waraka wa kutokumwamini mbele ya kamati kuu wakimtuhumu Mwalimu kwa kufanya ubadhirifu wa fedha na kuendesha chama kama mali yake binafsi. Kamati iliridhia na kupeleka azimio hilo mbele ya halmashauri kuu. Mapema mnamo Juni 30 mwaka 2026, Salum Mwalimu alimwandikia barua Ashim Rungwe akisema kuwa na kuandikia barua hii kuhusu kamati kuu kuunda timu ya kuweza kuchunguza yaliyosemwa. Nitakuwa tayari kujibu yatakayodhibitika na hata kuwajibika navyo vilivyo
vilivyoelezwa. Aliomba kukaa nje ya ofisi na kumkaimisha Benson Kigaila. Mnamo siku ya Jumanne Juni 30 mwaka 2026, halmashauri kuu iliyoketi jijini Dar es Salaam ilipokea waraka wa makatibu wa mikoa na azimio la jana, ikagomea barua ya Salum Mwalimu na kupitisha rasimu ya azimio na kumfukuza kazi baada ya kuitumikia nafasi hiyo kwa mwaka mmoja na miezi kadhaa. Mwisho wa kukusogezea kile ambacho tulitaka uweze kukisikia, mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Sasa tuende tukasikia baadhi ya maoni ya wadau na tutaanza kusogezea maoni mbalimbali na utatupa maoni yako. Huyu wa kwanza anaita Hebo. Hebo anasema kwamba aende CCM akale maisha, kazi aliyotumwa amemaliza. Lakini Munyama anasema kwamba kwa hiyo Kigaila kamteua shosti yake. Kwa hiyo Kigaila kamtema shosti wake. Lakini Gula anasema kwamba hayo maagizo ili kuwatoa watu kwenye ishu ya maandamano ya Sabasaba. Lakini mtu mwingine hapa anaitwa Salvatore anasema kwamba muda mchache tu kawa mwizi dhambi hizi. Lakini mtu mwingine hapa kaja kusema kwamba jamaa akaona ajiolee zake mke wa pili kabla ya kufukuzwa. Lakini mwingine akasema kwamba arudi zake tu Channel 10 sasa. Lakini mwingine hapa kaja kusema kwamba the two statements are contradictory and cannot be logically applied to the same time. Yani kwamba statement mbili zinakinzana na haziwezi kuapply katika muda mmoja. Hapa akasema kwamba kumvua madaraka na kumsimamisha. Kumvua madaraka means Salum Mwalimu is no longer to be the part of secretariat. He has been fired. Kwamba kumvua madaraka maana kwamba hana tena cheo katika secretariat ya Chauma na ameweza kufukuzwa kazi. So how can you kusimamisha the same who has already been fired? Kwamba unaweza kumsimamishaje mtu ambaye tayari ameshafukuzwa? Huku mwingine akasema kwamba kumekucha. Lakini mtu mwingine akaja kusema kwamba watasema tu hizo hela nani aliwapa, maana mzee Spunda hakuwahi kuwa na ukwasi. Alafu akamaliza kuweka vimoji vya kucheka. Wengine hapa akasema kwamba watamkumbuka bado yule mlevi. Wengine hapa akasema kwamba bado yule mlevi. Sasa tujajua anamaanisha bado yule mlevi huyu anayemuongelea ni mlevi gani? Tuachie sasa na wewe maoni yako, utambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kukujuza taarifa mbalimbali ambazo zitaendelea kukujiri katika channel hii. Kikubwa usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa utakayekuwa unapokea taarifa zetu. Tukutane kwenye comment section hapo chini uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Kikubwa endelea kubaki hapa katika channel hii uendelee kupata habari za ukweli bila upendeleo. Ukweli Online TV.